Kwa majina ninaitwa Hashim Ngoda, ni kamishna wa uchunguzi wa mamlaka ya mapato Tanzania. Tupo kwenye ziara mkoa wa Tabora nikiwa namwakilisha kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato ndugu Yusuf Mwenda kupokea kero na changamoto kutoka kwa wafanyabiashara kwa lengo ya kuzitatua ili kuongeza tija katika biashara zao. Tumefanya ziara hii, tumeanzia Tabora mjini ambapo tumetembelea baadhi ya biashara na wafanyabiashara tofauti, lakini pia tumefanya mkutano na jumuiya ya wafanyabiashara na wafanyabiashara kadhaa ambao walihudhuria mkutano huo. Lakini pia tumekuja kwenye wilaya ya Igunga ambako pia tumetembelea biashara kadhaa, tumekutana na wafanyabiashara, tumepokea kero zao, ziko ambazo tumezitatua papo kwa papo nikiwa na meneja wa mkoa, lakini zipo changamoto zingine ambazo tunaondoka nazo kwa nia ya kwenda kuzitatua. Tupo katika awamu ya malipo ya kodi ya msimu wa pili kwa mwaka huu wa 2025. Kwa hiyo natoa rai walipe kodi zao mapema kabla ya tarehe 30 ili kuepuka adhabu. Pili, kwa wale ambao wanakwepa kodi, watambue kuwa serikali ipo macho, muda wote watafikiwa. Gharama ya kukwepa kodi ni kubwa kwa sababu watalipa kodi hiyo itakapobainika ikiwa na adhabu, lakini pia ikiwa na riba. Kwa hiyo na kufanya gharama ya kulipa kodi kwao iwe kubwa. Kwa hiyo ninatoa wito watii sheria bila shuruti kwa kulipa kodi zao kwa hiari. Yaani sisi ni hapa, hata sisi hatukutegemea kwamba watu kama mtu mzito kama huyu angesema nikae kwenye ofisi fulani tuongee, lakini anajishusha anakuja mpaka kwenye maeneo yetu. Kwa kweli sisi tunafarijika. Unajua kama mtu ana cheo fulani alafu hakioni, anatuthamini sisi, tunashukuru sana. Tunaomba tuwaahidi kwamba na sisi tutashirikiana na nyie, tufanye nchi yetu isonge mbele, na tunaiombea amani. Unajua mambo haya bila amani pia hatuwezi kusonga mbele. Watu wanaanza kulalamikia TRA. Unakuta mtu kusimamia duka hawezi. Yeye kazi kutembea mtaani, anaacha huku duka ukiachia mtu anaanza kaiba. Unaweza kumwachia mfanyakazi kaiba au mke wako wengine sio waaminifu. Duka liketetereka, lawama TRA. TRA wabaya. Kumbe TRA mzuri, yuko vizuri, lakini TRA ndio analaumiwa. Umeshaelewa? Kwa unakuta mtu akitetereka duka likiomba kidogo TRA. Umeona? TRA mbaya. Kwa hiyo ina maana TRA inaonekana mbaya sababu ya usimamizi mbovu. Maboresho ni makubwa. Zile kero tulizokuwa tunapata zamani za kukimbizana mara kidogo hivi, mara hivi makimbizano, na unakuta kodi nyingi zilikuwa zinakusanywa kwenye faini kuliko yani kodi halisi. Yani kwamba watu wa TRA walikuwa wanavizia mtu afanye makosa ili wapate zile penalty, na ndio zilikuwa zinabeba mzigo mkubwa. Lakini kwa sasa hivi tunashukuru Mungu na mfumo mliotengeneza kwamba hata kama kuna matatizo madogo ni madogo sana ambayo yanatatulika tofauti na zamani. Lakini kwa kweli mimi siona tatizo sana. Kwa hivyo japokuwa watu wengi wanalalamika. Kodi zipo juu kwa sababu kipindi cha nyuma tulikuwa tunalipa kidogo. Lakini baadaye sasa hivi kodi zimekuwa juu, imekuwa kali sana. Imekuwa kali. Kwa hiyo tunalipa kodi kubwa. Labda kama mtaweza kutupunguzia kodi nayo itakuwa vizuri. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.